pewe sifa milele yote. Na karibu sana katika muda mzuri wa ibada tena. Baraka za Bwana Yesu ziwe pamoja nawe na fadhili zake na uweza wake. Haleluya. Pole kwa yote ambayo ni magumu umekutana nayo au unayapitia. Pole kwa maumivu ulio nayo. Bwana Yesu akuponye kabisa, akuondolee kile ambacho kinatesa moyo wako au maisha yako na linalokusumbua. Yesu ni Bwana wa utukufu na mwenye uweza wote, akuondolee sasa kwa uweza wake katika jina lake kupitia neno lake hili. Karibu tuombe. Baba, asante kwa ajili ya wema wako na rehema zako na fadhili zako. Ninaomba utuongoze kwa Roho Mtakatifu, tupate kupokea, tupate kuelewa, tupate kufahamu mapenzi yako na neno lako saa hii na wakati huu. Jina lako likatukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe kwa jina lako Yesu Kristo, mfalme mkuu na mtakatifu. Amina. Karibu tupate neno la Mungu na karibu upate kusikia habari ya mwanamke mwenye dhambi. Mwanamke mwenye dhambi anamwendea Yesu kwa imani. Mwanamke mwenye dhambi anamwendea Yesu kwa imani. Alafu tunaona mambo makubwa yanakwenda kutendeka. Mwanamke mwenye dhambi. Luka sura ile ya 7 mstari wa 37. Luka 7:37. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Akaibusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukiendelea mstari ule wa 47, kwa ajili ya hayo na kuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo upenda kidogo. Ukienda mstari wa 50 tena nasema, akamwambia Yesu, yani Yesu akamwambia huyu mwanamke, mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Hii ni habari ya Farisayo ambaye tulisoma jana, na ambaye huyu Farisayo alimwalika Yesu kwake ili wapate kukaa pamoja na kula chakula pamoja. Na ndipo mwanamke mmoja mwenye dhambi anaenda hapo kwenye nyumba hiyo hapo kwa Farisayo kuonana na Yesu. Yeye huyu anakwenda kwa imani na anatumia mbinu mbalimbali, maarifa. Anatumia maarifa ambayo yanakwenda kumsaidia, na kupitia imani yake anakwenda kuokolewa kutoka maangamizo ya dhambi. Huyu alitumia maarifa mbali ambayo yalimsaidia. Kwanza tunaona anakwenda, amechukua chupa, akaweka mafuta ya gharama. Lakini hapo pia tunasema ni kama alikwenda na sadaka. Lakini pia tunaona kwamba anatoa machozi yake. Machozi yanatoka, yanamdondokea Yesu kwenye miguu. Alafu kinachoendelea, anachukua nywele zake au kichwa chake, anampangusa Yesu kwa kichwa chake. Anapangusa miguu ya Yesu, anaisafisha miguu ya Yesu kwa nywele za kichwa chake. Na alafu anasema hatua nyingine, Yesu anasema mwenyewe, anashuhudia hapa kwenye mistari ile inayoendelea ya 44 na 45, anasema na 46, anasema alimpaka mafuta kichwani pia. Alimpaka mafuta. Anasema amenipaka mafuta. Lakini akambusu, alibusu miguu yake. Alibusu miguu yake Yesu. Kwa hiyo ni maarifa ambayo anayatumia huyu mwanamke mwenye dhambi kumwendea Yesu, na anakuwa kwa Yesu kwa namna hiyo au kwa hali hiyo. Na matendo yote hayo yanaunganishwa kwenye imani. Kwa hiyo hapa
tunaona kwamba imani inamuokoa, kwa sababu kinachomalizia ni kwamba Yesu anasema, akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Mwanamke au mtu mwenye dhambi, namna anavyomwendea Mungu mwenye kusamehe na kuondoa dhambi. Yesu alipokea wengi na aliponya wengi kwa imani. Kwa hiyo kumbe hata mwenye dhambi anatakiwa aende kwa Yesu kwa imani. Mtu mwenye dhambi, tena dhambi nyingi. Hapa anasema huyu alikuwa na dhambi nyingi, kwa sababu huyu Farisayo anaonekana yeye alikuwa na kidogo, ile mwanamke alikuwa ni nyingi. Inawezekana alikuwa ni kahaba au mchawi, alikuwa na dhambi, alikuwa na uovu mwingi. Wewe jua kwamba alikuwa na dhambi nyingi, na dhambi zake nyingi zinaondolewa matendo anayoyafanya na imani. Kikubwa hapa ni imani aliyokwenda nayo. Amemwendea Yesu kwa imani, akijua kabisa ya kwamba atapata ondoleo, msamaha, atapata msaada, na msaada aliupata. Kwa hiyo anasema ni mwanamke ambaye alikuwa na dhambi, na alipopata habari alimwendea. Hakuacha, hakuogopa, hakusita, hakuangalia dhambi zake. Alichokiangalia ni kwenda kuunana na Yesu, kukutana na Yesu. Dhambi zako nyingi zisikuzuie kumkimbilia Yesu, na usiogope vitisho vya mtu yeyote, awe popote, iwe ni kwenye imani ya kidini, au iwe ni kwenye masuala ya kitaifa, au ya mamlaka yoyote ya dunia hii. Chochote kisikuzuie kuchukua hatua za kumkimbilia au kumfuata Yesu, ili akupe msaada, ili akusaidie, ili akuponye. Chukua hatua, mkimbilie Yesu kwa imani, na onyesha kwa imani pia vitendo. Huyu alionyesha vitendo vya kuhitaji msaada kutoka kwa Yesu. Machozi, mafuta, kumpangusa kwa nywele zake, kumbusu miguu yake. Haya ni matendo yanayoungana na imani. Imani na matendo. Usiache, hata kama umedharauliwa na watu wote, hata kama kanisa limekutenga, hata kama watumishi wamekuchukia, wamekuacha, hawakuangalia, wakusaidii. Usitazame hilo, wewe mtazame Yesu. Maovu yako mengi makubwa yataondolewa. Huo ni mzigo, utaondolewa. Magonjwa yako yataondolewa. Matatizo makubwa lundo yataondoka kwa imani. Fanya na matendo. Huyu alifanya matendo. Kwa hiyo matendo ni muhimu. Matendo ni muhimu. Kwanza kitendo cha kuondoka na kumfuata Yesu alipokuwa, ambapo yeye alikuwa hajaalikwa, na ilikuwa anajua kabisa pengine nitafukuzwa. Na unaona hata huyu mtu mwenye nyumba, huyu Farisayo, alimwangalia si vema na akumwazia mema, lakini Yesu akamwazia mema. Yesu akampokea na Yesu akamsaidia. Yesu yuko tayari kukusaidia wakati wowote. Yesu yupo tayari. Jambo moja la kujihadhari nalo, angalia tu usije ukakufuru kwa Yesu. Ukimkufuru Roho Mtakatifu, basi Yesu anasema hutasamehewa. Lakini mengine yote Yesu anaangalia tu unaenda kwa imani na unamaanisha. Onyesha kumaanisha. Huyu alionyesha kumaanisha mpaka huzuni ya ndani ikasababisha machozi yakatoka ya huyu mwanamke. Machozi yalitoka kwa sababu alikuwa amemaanisha, alikuwa amedhamiria, machozi yakamtoka. Haitoshi, akachukua nywele zake ambazo pengine zilikuwa za gharama sana, anapangusa miguu ya Yesu kwa nywele zake. Lakini haitoshi, anatumia gharama ya mafuta anampaka Yesu na anatumia kumpangusa. Hii ni dhihirisho, ni imani na matendo ambayo yanaashiria ana uhitaji kweli kweli. Onyesha kweli kweli unahitaji kuponywa, unahitaji kuondolewa dhambi, unahitaji kusonga mbele, unahitaji hatua mpya, unahitaji badiliko.
Yesu yuko tayari kukusaidia. Hali yako ya matatizo makubwa, onyesha kitendo cha imani. Onyesha kitendo cha imani kwa Yesu, na Yesu yuko tayari kukusaidia. Yuko tayari, wala hana shida. Na Yesu anasema mstari ule wa 47, kwa ajili ya hayo, yani hayo aliyoyatenda huyu mwanamke, Yesu anamwambia huyu Farisayo ambaye Yesu alikuwa ameenda kwake, anamwambia kwa ajili ya hayo huyu mwanamke au huyu mtu atasamehewa sasa dhambi zake nyingi. Ndipo Yesu anamalizia kusema, akamwambia mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Enenda kwa amani. Haleluya. Umejaa huzuni na uchungu na hofu na uoga, Yesu anangojea umwambie, umkimbilie, unyenyekee kwake. Unyenyekevu. Wapi huyu alionyesha unyenyekevu? Unyenyekevu. Mwenye dhambi onyesha unyenyekevu kwa Bwana Yesu. Kwa unyenyekevu wake Yesu anamtangazia, ondoka sasa, nenda kwa amani, umesamehewa, umeponywa. Yesu anaponya, anaondoa na dhambi. Dhambi zote zinaondoka. Tumtazame na mwanamke mwingine pia. Tumtazame mwanamke mwingine pia. Jinsi ambavyo alipokea msaada mkubwa kutoka kwa Yesu. Jinsi ambavyo alipokea neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11. Ebrania sura ya 11 mstari ule wa 31. Kwa imani Rahabu yule kahaba. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Narudia tena mstari huu. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Alifanya, huyu ni kahaba Rahabu, ambaye alichukua kitendo cha imani kuwakaribisha. Hilo ni tendo, alafu ndani yake ndiko kuna imani kwamba niwapokee. Alafu ile kuwapokea maanake ni tendo, kuwapokea. Na kama aliwapokea, kuna vitu pia aliwafanyia. Ukimpokea mgeni lazima kuna vitu utafanya, au kusafisha, au kupika chakula, au kuwapa maji. Kuna mambo, kuna matendo aliyoyatenda. Imani na matendo. Hapa kikubwa tunataka tujue ni kwamba kusamehewa kwetu au kuhurumiwa kwetu na Yesu kunategemea pia na imani. Tuwe na imani. Nenda kwa imani. Umejaa madhambi mengi sana, chukua hatua ya imani kumwendea Yesu. Yesu ataziondoa dhambi zote. Na habari itakayofuata, ondoka zako kwa imani. Huyu ni mwingine ambaye kwa imani tunaambiwa hakuhesabiwa kuangamia, aliokolewa. Wengine walipoangamizwa, hii ni Agano la Kale, habari za Agano la Kale hizi, kwamba walipotakiwa, waliokuwa wameandaliwa kuangamia, ambapo na yeye huyo angekuwepo, yeye alisaidiwa na imani na matendo na unyenyekevu. Vilimsaidia kuokolewa, kutengwa au kutokuhesabiwa kuwa mmojawapo wa kuangamia, akarudishwa, akaunganishwa na wenye haki. Hakuangamia. Takumbuka kwamba wapelelezi walienda kupeleleza. Waisraeli walikwenda kupeleleza. Na walipoenda kupeleleza mahali hapo, walipoenda kupeleleza katika nchi hii au katika eneo hilo, mwanamke huyu Rahabu ambaye ni kahaba, Biblia hapa inatuambia hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wapelelezi kwa amani. Hakuangamia, hakuhesabiwa kuangamia. Imani yake ilisaidia yeye kuokolewa. Imani ya Rahabu ilifanya asamehewe, asihesabiwe kuangamia. Kwa hiyo inawezekana kabisa tangu amezaliwa hakuwahi pengine kwenda kanisani, hakuwahi pengine kufanya mambo mazuri mbele za Mungu. Inawezekana
nasema tu inawezekana, lakini hatua siku hii moja ambayo alijaa imani na matendo, aliokolewa. Kumbuka yule mwizi pale msalabani wakati Yesu anasulubiwa. Naweza nikasema pia yule alikuwa na imani, aliamini kwamba Yesu atanisaidia. Akasema, Yesu, na mimi naomba nikumbuke. Hii ni imani. Na alikuwa ni mtu ambaye angeenda motoni, lakini safari ya motoni ikaahirishwa, safari ya mbinguni ikaanza hapo hapo. Na Yesu akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Nami nasema leo hii, pamoja na yote aliyokulemea, iwe ni maovu, dhambi, iwe ni matatizo, iwe ni mambo mengi unahitaji, kwa jina la Yesu, leo hii utahesabiwa kuwa mwenye kuokolewa, mwenye kubarikiwa, mwenye kujazwa neema. Neema ya Bwana ingalipo. Neema ya Bwana ni kubwa. Jina la Yesu na litukuzwe milele na lihimidiwe. Hebu tuende tuone tena neno la Bwana takatifu katika Warumi sura ile ya 3. Warumi sura ya 3 nianzie mstari wa 21. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu ameshamfanya kwa kipatanisho, ambaye ndiye mpatanishi wa dunia yote. Madhehebu yote, dini zote, watu wote wajue kitu kimoja: wataokolewa kwa imani moja. Sio imani tofauti, imani moja. Na imani moja kumwelekea Yesu peke yake, kumwamini Yesu peke yake. Ndipo watasamehewa, ndipo watakombolewa. Watu wote wa dunia na wajue na kusikia hili. Hapa anasema haki ya Mungu imedhihirika, na sasa itaendelea kudhihirika, na inadhihirika na kuwafuata wao walio na imani. Tunaokolewa kwa imani, kwa neema, lakini lazima imani ihusike. Katika Warumi anatuambia hii kwamba neno la Bwana huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini pia ukisoma pia kwenye ile sura ile ya 10, ukisoma anatueleza vizuri hapo jinsi ambavyo inatokea. Kwa kusikia, ni kwa kusikia, lakini pia kwa imani. Mara wanaposikia, watu wanapohubiriwa wakaamini, ndipo wanaokolewa. Wanapohubiriwa wakaamini, ndipo wanakuja wanapata ukombozi. Warumi, ukisoma Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Haleluya! Kwa kinywa mtu ukiri, kwa moyo uamini akapata wokovu. Hapa katika hii sura ya 3 anasema habari njema za namna ambavyo haki ya Mungu imekuja. Sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, pasipo masheria. Kuna watu wanaenda kwa sheria. Hatuendi kwa sheria. Kanisani hatuongozwi na sheria, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Tuko chini ya neema. Hayo, kuna watumishi bado wako agano la kale kabisa. Ndani ya kanisa kuna watumishi bado wako agano la kale. Kuna Wakristo bado wako agano la kale. Hawajarudishwa agano jipya, hawajaingia agano jipya bado. Njoo kwenye agano jipya, njoo kwenye mapatano mapya, njoo kwenye mkataba mpya na Yesu. Haleluya! Anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Tunapomwamini Yesu Kristo, hiyo haki inapatikana. Utapata kuhesabiwa haki kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tumemwona mwanamke mwenye dhambi, na hapa tumeona habari ya imani. Mwanamke mwenye dhambi ameokolewa kupitia imani, na kwa kufanya matendo aliyoyafanya ameokolewa. Hata wewe sasa, uwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume,
hata sasa wewe unaokolewa, utaokolewa kwa imani. Imani inatenda mambo makubwa katika maisha yetu. Imani katika Yesu Kristo inatufanyia mambo makubwa. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea sasa kwa imani kufunguliwa, kubarikiwa, kuinuliwa, na dhambi zako sote zinaondoka na zitaondoka, na mengine yote ushindi utaupata kwa imani. Kwa imani katika Yesu Kristo tunao ushindi mkubwa. Bwana akubariki. Amen. Karibu tuombe. Inua mkono wako tupate kuomba. Ukisikia kuendelea kubujika kuomba hata ninapomalizia, wewe endelea kuomba tu na kumwambia Yesu, ninakuamini. Yesu, nimekukimbilia. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako. Ninaomba pokea maombi yetu, pokea na maombi ya msikilizaji, mtazamaji saa hii tena. Bwana, ninaomba rehema zako juu yake na fadhili zako na fadhili zako. Ninaomba rehema zako na fadhili zako na uweza wako na nguvu zako. Wewe utuponyaye, wewe utugusaye. Tunashukuru kwamba tumeona kwa imani mtu mwenye dhambi nyingi amesamehewa. Tena tunaona habari za Rahabu, amepata kuokolewa kutoka kuangamia kwa sababu ya imani. Na kushukuru Yesu kwa neema yako. Ninaomba kwa imani ya mtu huyu anayesikiliza sasa, akapokea mambo makubwa kama ambavyo Biblia imetuonyesha. Neno lako limetushuhudia, limetuhakikishia kwamba walipokea neema kubwa kwa sababu ya kuamini kwako Bwana Yesu. Walipokuamini walipokea mambo makubwa. Nami naomba msikilizaji, mtazamaji huyu akapokea mambo makubwa rohoni mwake, maishani mwake. Maovu makubwa yakaondolewe, dhambi zikaondolewe, matatizo yakaondolewe, vifungo vikaondolewe, kushindwa kukaondolewe. Kwa imani tunashinda, kwa imani tunasogea mbele, kwa imani tunaendelea, kwa imani katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaweza mambo yote, tutayaweza mambo yote kwa msaada utokao juu. Mtakatifu, mtakatifu, ninaomba saa hii watu wako wakapate kuponywa, wakafunguliwe kwa imani katika Yesu Kristo. Tunapokea neema na neema juu ya neema. Tunakwenda imani hadi imani. Kwa neema yako Bwana Yesu, asante. Pokea sasa na kubariki watoto wako. Nami naomba nguvu yako Bwana ikawaguse tena, na uweza na nguvu zikawajaze, ili washinde na watoke pale walipokwama. Lile ambalo limesimama, lile la yule mwovu, likabomoke sasa, likavunjike sasa, likaharibike sasa, likawatoke sasa, likawaachie sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwamba kwa imani na kwa rehema zako tunafunguliwa, tunaokolewa, tunabarikiwa, tunapewa neema kubwa. Asante kwa neema yako iliyo kuu na fadhili zako. Naomba mtu huyu Bwana akaende kwa amani sasa, kwa imani na amani na furaha na kicheko cha Bwana. Yesu uliwatangazia, enenda zako kwa amani. Nami namtangazia awe na amani ya Yesu ndani yake sasa, kwa jina la Yesu. Uwe na hiyo amani tele, hiyo amani ya Bwana Yesu ikujaze sasa. Furaha ya Bwana Yesu ikujaze sasa. Unyonge na huzuni ziondoke kwako, zisiwe juu yako tena. Pali furaha na kicheko cha Bwana. Endelea kujaa imani, endelea kujaa imani ya kwamba umeshinda na utashinda, ya kwamba utasonga mbele, wala hakuna namna ya kushindwa, kwa sababu umemwamini Yesu, umemtegemea Yesu. Yesu ni Bwana mwenye uweza na nguvu, ambaye atakutendea. Bwana akubariki na akujaze neema yake. Fadhili za Bwana zikawe pamoja nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikupe namba ambayo pia utaitumia, na niombe kwa ajili ya wote mnaoendelea kumtolea Mungu sadaka. Bwana Mungu na akabariki yote ambayo unamtolea kwa moyo wako, mwili wako, mali zako, muda wako, fedha na vitu vyote unavyomtolea. Ukabarikiwe na kuongezewa,
ukazidishwe tele. Bwana, wabariki watu wako, bariki vyote walivyoviachilia kwa mioyo yao sawa sawa na mapenzi yako. Waongeze maradufu, maradufu, maradufu. Waweke na ulinzi kwa jina lako Yesu Kristo. Wawe salama mali zao, fedha zao, biashara zao zilizo halali, na maisha yao yote na familia na kila kitu, wakawe salama kwa jina la Yesu. Amina. Barikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea na namba ya simu sasa ambayo unaweza ukaitumia 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia tena, namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Bwana akubariki. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare na kulike, pamoja na wengine wapokee kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.